Habari wapendwa, naenda kuwasalimia nyote kwa wale ambao wanatufuatilia kwenye YouTube yetu au kwenye channel yetu. Unajua siku nyingi tulikuwa tujatoa video kwa sababu tulikuwa na shida ndogo ndogo. Kuna shida fulani ambayo ilikuwa nasumbua, ndio maana hatutoi mashauri yoyote. Kama kawaida yetu, tumekuja hapa kuwaletea taarifa ndogo hapa, mashauri kwenda mbele. Kabla hujapata video yetu hii, unapopata video yetu hii, jaribu kushare, jaribu kucomment, jaribu kulike video, jaribu kucomment. Usikose kushare kwa ndugu yako wote, share video kwa sababu unaposhare video zote tutakuwa tunazileta kila mara. Wewe ndio mtu wa kwanza, utakuwa mtu wa kwanza kuzipata kama umeshare video. Usikose kucomment, usikose kulike kwa sababu unapo like video taarifa zote utakuwa nazipata kwa sababu umelike. Usikose kushare, usikose kucomment, usikose kusubscribe kwa sababu subscribe ni kitu cha maana sana kwa channel yetu. Unapoweka subscribe, taarifa zote tunapotoa utakuwa nazipata. Mashauri yote tukitoa, wewe ndio mtu wa kwanza kupata video yetu, kwa sababu video zetu hizi zinapatikana kwenye YouTube. Hakuna mahali pote unaweza kuzipata. Uende popote pale utapata mashauri haya, isipokuwa kwenye YouTube yetu au kwenye channel yetu kama kawaida yetu. Kwa siku ya leo tunakuja kuongelea mtoto ambaye ana wivu au ana fitina. Wivu ni kitu kibaya sana wapendwa. Unapokuwa na wivu, baadaye siku zitakuja huko mbele, unaweza kuja kuwa hata mchawi, wala unaweza kuja kuwa mtu mbaya kwenye familia. Kwa sababu kuna mtoto fulani huko Marekani huko alikuwa na wivu na mdogo yake. Kuna familia fulani huko Marekani, mtoto alikuwa anawekea dada yake wivu. Yaani ye mtoto anasema kwa mzazi wake, mama ananibagua mimi, mama anapendelea mtoto fulani, anapendelea dada yangu, anapenda dada yangu kuliko kunipenda mimi. Sasa huyo mtoto akawa na wivu, kila chochote mama yake anaponunua anasikilia dada yake wivu. Jana anapoletea dada yake nguo, kama mama yake ameenda sokoni akanunua nguo anamletea, huyo kaka yake akawa amesirika. Unapokuwa na mtoto mwenye ambaye ana wivu ndani ya nyumba, huyo ni mtoto mbaya sana. Mtoto ambaye ana wivu ni mtoto mbaya sana, ni mtoto mbaya. Anaweza kasababisha kuua hata wadogo zake, anaweza kasababisha kuleta hata vitu vibaya ndani ya nyumba. Kwa sababu unapokuwa na wivu, mwisho wa siku unaweza kuwa hata mchawi, unaweza kuwa mtu wa roho mbaya, unaweza kuwa jambazi, kwa sababu wivu inaletea watu wanakuwa na roho isiyokuwa nzuri. Unakuta wale majambazi wanaenda kuiba, kubomoa manyumba za watu kwa sababu umeanza kuwa na wivu toka bado uko mtoto. Kama kipindi kile niwahi kuambia watoto ambao wako Australia, Canada, watoto wanakuwa na wivu sana ndani ya nyumba. Sasa familia ya huko Marekani huko, kuna mtoto ambaye ameua dada yake, amemuua dada yake huko Marekani. Huyo mtoto alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu gani aliua dada yake? Kwa sababu alikuwa iko na wivu na dada yake, anasikilia dada yake wivu, anasikilia dada yake fitina, anamsikilia wivu. Yaani hataki dada yake anunulie kitu fulani. Mzazi anapoenda sokoni kuleta kitu fulani, dada na ule kaka anakuwa anasikilia dada yake wivu. Ni kabinti kadogo tu, mtoto kama wa miaka, nafikiria ni miaka kama 3 huko, na kijana na mtoto wa miaka 10. Yaani ule kaka yake alikuwa mkubwa kwa dada yake. Dada yake alikuwa na miaka 3, kaka yake miaka 10. Sasa huyo kaka yake, huyo dada yake alikuwa nasikia wivu sana kwa dada yake. Apendi mama yake alete dada yake kitu fulani, apendi hata nunulie dada yake nguo, apendi kuona dada yake
amenunuliwa kitu fulani, yaani yeye ule mtoto na ni bado mtoto mdogo tu wa miaka 10, kijana mtoto mdogo tu wa miaka 10 anasikilia dada yake wivu. Sasa kipindi moja mama yake alikuwa hayupo, akabiji kuchukua dada yake na kwenda kumweka ile sehemu ambayo wanaita ile sehemu ya kuchemshia chakula microwave. Mnajua microwave ile ya kuchemsha, mnaweka chakula ili chakula kichemuke muweze kukitumia. Sasa akachukua dada yake, kwa sababu dada yake alikuwa bado mdogo, akaenda kumuingiza ndani ya microwave, akawakisha na moto. Dada yake alipita naungulia humo kwenye microwave, kwa sababu unajua microwave za Marekani zinakuwa kubwa sana, zinaweza ingia hata mtu mzima. Microwave ya Marekani zinakuwa ni microwave zile kubwa kubwa, ziko kama zile ndogo, zile zingine microwave zile ambao mnazoea kunaingia sahani ndogo tu ya chakula, lakini microwave ambazo zinatengenezwa Marekani ni microwave kubwa sana. Sasa huyo kaka yake akawa iko nasikilia wivu dada yake, iko nasikilia dada yake wivu, akaenda kuingiza dada yake microwave. Kipindi mama yake alikuwa hayupo, dada yake akawa amefariki mara moja. Dada yake amefariki kwa sababu unapoingia kwenye hizi mashini za kuchemsha chakula, wakikuingiza ndani utaungua, kwa sababu ile mashini inakuwa naunguza, inakuwa chemsha chakula hadi chakula kinaivya sana ndani, unaweza kasonga hata ugali ndani ya microwave. So huyo kaka yake ameunguza dada yake kwa sababu alikuwa akisikilia dada yake wivu. Wivu ni kitu kibaya wapendwa, wivu ni mbaya sana. Wivu ni kitu kibaya sana, inasababisha madhara mengi sana kwenye familia. Unapokuwa na wivu, unasikilia ndugu yako wivu, unaweza hata kuua hata ndugu yako, unaweza kaua hata dada yako au kaka yako. Sasa wazazi walipokuja kutoka huko ambapo walikuwa kwenye matembezi, walipokuja nyumbani, alikuja kuta huyo mtoto ameshaua dada yake, ameshamuua, amekufa. Sasa polisi ilipokuja kuchunguza, kwa sababu mtoto alikutaniwa iko na kesi nyingine, alikuwa iko navuta bangi. Mtoto mdogo tu alikuwa anaenda sokoni, shule, kumbe iko na marafiki. Mtoto mdogo tu wa miaka 10 tu, hajakuwa mtu mkubwa sana, mtoto wa miaka 10, lakini mtoto anakuwa mgaidi vya hatari, anaua dada yake. Sasa wapolisi walipokuja kukuta hiyo kesi hivyo, wamchukue mtoto. Unajua unapofanya kosa, hata ukiwa mtoto mdogo, ndio utaenda fungwa. Hawatapeleka mzazi kwa sababu wewe ndio umeua, eti wewe utabaki, watapeleka mzazi. Kawaida sheria zinafuata na mkononi mwake, sheria inafuata ule ambaye amefanya kosa ndio atapelekwa, awe mtoto au mdogo, huyo ndio atapelekwa. Sasa huyo kijana, huyo mtoto alijikuta iko mikono ya polisi. Polisi imempeleka, na huko polisi tadai itaenda kunyonga, wataenda kumuua. Kwa hiyo huyo familia imepoteza watoto wawili, dada yake amekufa, na huyo mtoto wake wa kike amekufa, na mtoto wa mvulana ameenda fungwa kifungo cha kuuawa, kwa sababu unapoenda jela hawatakusamea, hawatakupeleka kule eti watakurudisha, eti utarudia ukiwa salama. Wivu ndio isababisha dada yake akaenda wivu ndio isababisha dada yake auwe dada yake. Wivu ndio isababisha dada yake au amemuua, kwa sababu alikuwa iko naweka wivu kwa dada yake. Mama, umependelea dada yangu, unapendelea dada yangu ndio napenda, dada yangu ndio najali sana, mimi haunijali, unajali dada sana kuliko mimi. Mama, wewe unajali dada kuliko mimi, unanunulia dadangu manguo, mimi haununulii. Na hapo kipindi hicho mama yake alikuwa iko na wanunulia wote manguo, anawaletea, akienda sokoni analetea huyo mtoto wake wa kiume nguo na mtoto wake wa kike nguo.
alikuwa akiwaletea wote nguo, lakini sasa huyo mtoto wa kiume huyo alikuwa iko nasikilia dadake wivu. Kwa hiyo wivu ni mbaya sana wapendwa, wivu ni mbaya sana. Unapokuwa na wivu kwenye familia, utaweza kaangamiza familia nzima, unaweza kaua familia nzima, unaweza kaiua kwa sababu ya wivu, fitina, roho mbaya. Kwa sababu unapokuwa na roho mbaya utasababisha kuwa hata shetani unaweza sababisha unaweza kuwa hata mchawi, kwa sababu mtu anatokea kuwa mchawi ukiwa na roho mbaya. Ukianza kuwa na roho mbaya ndani ya familia, unaiba, unakuwa na wivu na wadogo zako, unakuwa na wivu na vitu fulani ndani ya nyumba. Yaani wewe utamani walete ndugu yako hata kitu kimoja, wewe unakuwa mtu wa kuwa na wivu na wandugu zako, utasababisha hata kuwa hata ndugu yako. Kama kipekile ni wahi kuambia habari za huko Canada ambazo zilizotokea Canada. Mzazi anaweka video yake, iko naona video kwenye TV. Mtoto anakuja huko anakia toa ile wimbo ya mama yake, iko naona anaweka nyimbo zake za bongo flavor. Alipoweka bongo flavor, anapandisha sauti hadi kumwisho. Sasa mama anamwambia mzazi anasema, kama mama wala kama baba, mtoto wangu punguza sauti ambayo unaweka niko nyingi sana, ni sauti ambayo unatupandisha sauti, unatusumbua sisi, tushakuwa wazee, hatupendi tena sauti nyingi. Kijana akawa amefoka sana. Wazazi waliposema, mtoto akawa amejipanda juu, sasa amekuwa kama yeye, sasa ndio amezaa wale wazazi. Mtoto anajipandisha juu, anakuwa kama yeye ndio amezaa wale wazazi, yeye ndio sasa mzazi. Mtoto akawa amefoka, akaweka vya kwake venye anapenda, muziki visiokuwa na msingi, muziki ambayo haistahili kuona hata wazazi. Sasa akawa ameweka hiyo muziki. Sasa mzazi alipomfokea, mimi sitaki muziki, sitaki hivi vitu, sitaki uweke wimbo huu, sitaki uweke nyimbo zako hizi. Mzazi aliposema kitu kama hicho, mtoto ameenda chumbani. Kumbe mtoto ameshakuwa na bunduki ndani ya nyumba bila wazazi kujua. Kumbe mtoto ameshakuwa muuni mkubwa sana. Akawa ameenda huko chumbani kwake. Aliposhuka, kwa sababu hizi nyumba zinakuwa na magorofa, unapanda juu, watu wanashinda chini, wanalala juu. Sasa alipoenda chumbani kwake, akaja na silaha, akapiga babake masasi. Alipiga babake masasi na kaka yake na mama yake, akawa amempiga masasi kwenye miguu humo, akamvunja miguu mama yake. Baba yake alikuwa anafariki mara moja, na akaua kaka yake. Na mtu ambaye alikuja ataka kuzuia, acheni ni fujo. Kaka yake alipokuja akapiga masasi, akawa ameua, yani karibia watu kama watu 3 au watu 4 walipokufa. Walikufa familia. Baba amekufa, kaka zake akawa ameua, mama yake iko chukuchuku. Nishawahi kuambia habari za huko Canada, watu wa Canada jinsi wanavyoishi. Watoto wanakuwa na roho mbaya sana ndani ya nyumba. Yaani we mzazi usishaurie mtoto tena, usiambie mtoto hiki kitu sikitaki, hiki kitu unafanya sio kizuri, mtoto hata kusikia. Kama vile kipindi kile niwahi kuambia, nchi hizi za Ulaya ni kama nchi za mapepo. Unaweza toka Afrika huko na watoto wako vizuri, mnaishi vizuri, lakini ukija huku, watoto watageuka tabia. Hata kama mtoto alitoka huko Afrika, alikuwa mwimbaji, alikuwa mhubiri, lakini anapokuja huku, mtoto anakuja kugeuka. Mtoto anageuka. Hata alitoka huko Afrika, alikuwa mwombaji, alikuwa anahubiria watu mitaani, alikuwa anaombea watu mitaani, lakini anapokuja kwenye hizi nchi na akija kuzoea, akijua lugha tu, huyo mtoto hautamsemesha tena. Yaani huyo mtoto atakuwa sasa amejipanda juu, yeye sasa anajiona yeye ndio mzazi, sasa amekuzaa. Na hata wahi kusikia mtu, hata ukimshauria chochote kile, hata wahi kusikiliza. Hata we ni baba yake, hata we ni ndugu yake, hata we mtu wa namna gani, hata wahi kusikiliza. Kwa hiyo hizi nchi ambazo watu wanakuja
wao wanaomba sana, wajitahidi kuomba sana, wajitahidi kuomba sana. Watoto wako naua wazazi, watoto wanaua wazazi, watoto wanafanya vitu vibaya kwa wazazi, na mzazi hata mfanya kitu. Unaona, watoto wanauana wao kwa wao. Unakuta mtoto anaua ndugu yake, anaua kaka yake, wala anaua mdogo yake, wala anaua dada yake, wala dada yake anaua kaka yake. Vitu kama hivyo ndio viko huko Ulaya zaidi sana sana. Huko Marekani watu wamekufa vibaya sana. Familia kwa mafamilia ziko zinauana huko Marekani. Unakuta mtoto hautamshauria, hautamwambia mtoto usiende popote, kaa hapa nyumbani. Tunajua kama mila yetu ya Afrika, unajua mzazi anabidi kushauria mtoto usitoke hapa nyumbani, usiende popote, leo unabidi ushinde hapa nyumbani. Kama kawaida yetu hali ya Afrika, mzazi anashauria mtoto, lakini kwenye hizi nchi mzazi hatashauria tena mtoto. Nikikuta ule mtoto ashajua lugha, hatawahi kukusikia tena kama we ni mzazi wake, hatawahi kukusikiliza tena, na hatawahi kukutekeleza, na hataona tena we ni mzazi wake. Anaanza kukudharau tu, anakuwa nakuona kama we ni mtu mmoja haufai, na ustahili kumwambia kitu, na ustahili kumshauria, na ustahili kumwambia chochote kile. Watoto wa huku wamekuwa magaidi sana. Kama kipekee niliwahi kuambia taarifa za huko Australia, Canada, taarifa mbalimbali ambao niwahi kuwaletea taarifa za huko watoto ambao wa huko Canada, watoto wamekuwa wauni. Mtoto hautamshauria chochote. Na huko watoto wa Marekani, sasa watu wa Marekani wanazidi kulalamika usiku na mchana. Watoto wamekuwa magaidi. Watoto wanakuwa magaidi, wanakuwa naua hata wazazi. Watoto wa huko Marekani wanaua hata mzazi, wanaua hata wazazi wao. Unapokuta mtoto anaanza vuta bangi, anaanza vuta sigara, huyo mtoto hatawahi kukusikia tena, hatawahi kukusikiliza, na hatawahi kukusikiliza wala vitu vyote ambao utamwambia mtoto hatakuelewa tena. Mtoto anakuwa anajiona ni yeye tu, yeye ndio kila kitu. Unakuta mtoto anajiweka kama yani upande wa baba, yeye ndio amesimama upande wa baba. Unakuta mtoto yuko naiba ndani ya nyumba, mtoto anaiba bila hata mzazi kujua. Na wewe mzazi unapoenda kumshika ule mtoto unamwambia, kwa nini umeiba? Kwa nini umeiba hizi pesa? Hizi pesa labda zingekuwa za kuemelea wadogo zako, zingekuwa za kununua vitu fulani. Mtoto yeye amezikula zote. Unapoenda kumwambia kwa nini umeiba, umeleta kesi kubwa tena. So yani mtoto sasa ndio anakuwa anajiona ndani ya nyumba yeye ndio mzazi sasa. Kuliko yeye awe chini ya mzazi, mtoto ndio anakuwa juu ya mzazi. Watoto huko Marekani wameharibika sana, wameharibika. Watoto wa Marekani wameharibika zaidi sana sana. Watoto ambao walivyotoka Afrika, walizotoka Afrika wameenda kuharibika huko Marekani. Mtoto hataki kusikiza wazazi tena. Mtu anatokea kuua dada yake, anaweka dada yake kwenye microwave ile ya kuchemsha chakula, anaweka dada yake mule mashine ya kuchemsha chakula. Mtoto anaenda kuhakisha pale, kwa kuhakisha amefunga. Unajua microwave zinakuwa kubwa kubwa. Unapoenda Marekani kuna microwave zinaweza ingia hata mtu mzima, unaweza ingia hata mtu. Ukienda Marekani wanatengeneza microwave, zile mashini zile za kuchemsha chakula, mashini kubwa kubwa, unaweza kapika hata chakula ndani ya microwave. Unaweza kachemsha hata vitu vyako vyote vile ambavyo unapenda kuvichemsha, unaweza kavichemsha na kwa dakika chache ikawa vimechemka haraka sana. Sasa huyo mtoto alicha dada yake kwenye hiyo mashini na akaenda kuhakisha umeme. Mtoto wake dada yake akawa ameungua humo ndani, akawa amekufa mara moja kwa sababu ya wivu. Alikuwa anasikilia dada yake wivu, dada yake azifai nguo, asinunuliwe kiatu. Mtoto mdogo anakuwa asikilia dada yake wivu.
iko na wivu ndani ya nyumba, iko na fitina, iko na roho mbaya ndani ya nyumba. Utafikiri ni mtoto, kumbe iko na roho ya kichawi. Utafikiri unaishi na mtoto wako, ni mtoto wako ambao unapenda, kumbe ni mtoto ambaye ameshakuwa mgaidi. Yani ashakuwa mgaidi kuzidi hata wagaidi. Mtoto mdogo tu, wewe utafikiria ni mtoto mdogo, kumbe ni mgaidi. Unaona, naposema mgaidi, jambazi, mtoto ashakuwa jambazi ndani ya nyumba. Mtoto ashakuwa jambazi. Unapoona mtoto anakuwa na wivu, wivu ni mbaya sana. Wivu ni mbaya sana. Unapokuwa na wivu ndani ya wadogo zako, wala ndani ya wadada zako, unakuwa na wivu na dada zako, mwisho wa siku utaua dada yako, mwisho wa siku utaua ndugu yako. Kama kipindi kama vile Kaini akaua dada yake. Kaini na Abeli bayuanaka, kwa sababu Kaini alikuwa anachukia ndugu yake, anachukia ndugu yake. Mwisho wa siku Kaini alimuua, kwa sababu mtu anapokuwa na roho mbaya, huyo mtu anakuwa na roho ya Kaini ndani yake. Mtu anakuwa na roho ya roho ngumu sana. Utakuta ni mtoto mdogo, kwa sababu ni mtoto wangu ambaye napenda, lakini ni mtoto mbaya sana. Ni mtoto mbaya sana. Mimi siwafiki, ni mtoto mbaya. Utafikiria ni mtoto wangu ambaye napenda, ni mtoto ambaye ninapenda kwenye familia, ni mtoto mzuri. Kumbe huko sehemu ambapo anaenda mitaani, anaenda kukutana na magaidi wengine kule, magaidi wenzake kule, wanamweka kuwa kichwa kigumu. Mtoto anatoka kule ameshakuwa kama vile shetani, kuzidi hata shetani. Kuna watoto wa sasa hivi wana roho kuzidi hata shetani. Utafikiri ni mtoto wako, mtoto anaiba, mtoto anaharibu vitu ndani ya nyumba, mtoto ni mwongo. Unakuta mtoto wa kwanza ni mwongo, anapoiba, unapomuuliza umeiba, anakataa, sijaiba, na kati yeye ndo ameiba. Labda wewe mzazi umpige sana, uchampiga sana ndo atakuja kuambia nimeiba. Lakini unaweza kumuuliza kabla hujampiga, mtoto wangu, sema ukweli kama umeiba, sema ukweli. Lakini yeye atasema ukweli na hata ongea chochote, hata zungumza chochote, wapendwa, hata zungumza chochote. Labda we mzazi uchukue fimbo kampige, na unapoenda kumpiga sasa, nikikuta ule mtoto ashakuwa mgaidi zaidi ya ugaidi, ashapitiliza kiasi cha ugaidi, anaweza akakuita hata polisi, we mzazi ukaenda jela. Kwa sababu kuna watoto ambao tunajua, watoto wa huku Ulaya huwa wanafungisha hata wazazi huwa wanaenda hata jela, watoto wanafungisha hata wazazi. Unajua sheria za Ulaya zinaheshimu sana mtoto kuliko mtu mkubwa. Kama kipindi kile niwahi kuambia taarifa za nchi za Ulaya, serikali zote za Ulaya ziko juu ya wanawake na watoto. We mwanaume hauna chochote kwenye nchi za Ulaya, hauna chochote. We mwanaume hauna chochote. Utajivunia nimeshakuwa Ulaya, nimeshapata uraia. Ule uraia sio wako. Kama kipindi kile niwahi kuambia taarifa za Ulaya, hata ujivunia uraia, ule uraia sio wako. Mida yoyote ile ukifanya kosa, uraia utabaki chini. Hawataangalia tu umeshakuwa na mapasipoti, umeshakuwa na nini, umeshakuwa na vitu vyao. Hivyo vitu havipo. Hivyo vitu havipo. Wanaweza kukunyang'anya hata uraia wako ambao nao, na huo uraia hata umetafuta kwa kinguvu, umelipia pesa, kwa sababu kuna uraia wa bure. Unalipia pesa, hata ulipia pesa zako nyingi zitaenda bure tu, na hakuna chochote ambao utafanya. Kwa hiyo watoto wa Ulaya huku ni watoto ambao wanasikilizwa sana na serikali za Ulaya. Watoto wanasikilizwa sana
Na ndio maana watoto wanapanda vichwa sana kwa wazazi. Unakuta mtoto hautamwambia chochote, mtoto anakuwa yeye ndio mtoto, yeye ndio mtu tu ndani ya nyumba. Hataki kusikiliza mashauri ya wazazi na hataki kusikiliza mzazi akimwambia chochote, na ndio maana mtoto anafikia hatua kwenda kuua ndugu yake, anaenda kuua dada yake. Mtoto mdogo anaanza roho mbaya akiwa mtoto. Sasa anapofikia umri wa miaka 20 wala miaka 15 kuendelea, atakuwa namna gani? Mtoto wa miaka 10 anaua dada yake, mtoto wa miaka 10. Sasa anapofikia umri wa miaka 25 kupandisha juu hadi 30 wala 25 hadi 30, umri wa miaka 30 kuendelea, wala kabla tujaenda 30, kwa sababu 30 ni mbali, tuanzie umri wa miaka 11, tuanzie umri wa miaka 14, 15 hadi 17. Mtoto wa miaka 17 itakuwa kivipi kesho kutwa? Ina maana yeye anapofikisha umri wa miaka 17 na yaanza tabia za kuua dada zake ndani ya nyumba, ina maana yeye atakuja kuwa jambazi mmoja wa hatari sana. Anaweza kabomoa hata manyumba zote zile, anaenda na bomoa manyumba za watu na kuiba vitu vya watu na kuua hata watu. Sehemu ambapo umefikia hatua kuweka dada yako kwenye mashini ya kuchemsha chakula, ukaua dada yako, je, mtu mwingine? Ina maana hata mtu mwingine hawezi kumwacha, anaanza kaua hata ndugu yake wote ule, kwa sababu watoto wa siku hizi wamekuwa na roho mbaya sana. Mtoto anakuwa anawekea ndugu yake wivu, unakuta mtoto yuko anawekea hata mama yake wivu, yuko anawekea hata babake wivu. Watoto wa Ulaya wanakuwa anawekea hata babake wivu, hataki baba yake awe na kitu kimoja ndani ya nyumba. Hata babake anapoenda kununua kiatu, akiona kiatu kipya, mtoto anakuwa anaangalia kiatu hivi cha baba yake. Baba yake atafikiria labda ni mtoto anapenda kile kiatu, kumbe yuko anasikilia wivu ya baba yake, anasikia wivu ya kile kiatu. Baba yake hajui, anakuwa asikilia babake wivu juu babake amenunua kiatu kipya. Watoto wa siku hizi wamekuwa na roho mbaya sana. Watoto wa siku hizi wamekuwa na roho mbaya sana. Hawataki kuteketeza, hawataki kusikiliza tena wazazi, na hawataki kusikiliza maneno ya wazazi. Wamekuwa na roho ngumu sana, roho za Kaini. Watoto wengi sana, wazazi wako nalalamika juu ya watoto. Wazazi wanatumia message, watuambia shauria watoto, muwe unaleta mashauri za watoto. Watoto wamekuwa magaidi ndani ya nyumba, watoto wamekuwa hawasikilizi wazazi tena. Unakuta mtoto anafunga nywele kama rasta, ameshakuwa kama msanii na sio msanii. Sio msanii, kumbe ni jambazi tu moja huko. Wazazi wanashinda wanalalamika. Wazazi wa Ulaya wanazidi kulalamika. Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden, Uingereza, wazazi ambao wanaishi Marekani wanalalamika. Jaribu kutushauria watoto. Watoto wasikilizi wazazi. Hatujui watoto kwa nini hawasikilizi wazazi. Watoto ndo wamekuwa ndo magaidi mnyumba. Watoto wamekuwa ndo watu wasiokuwa na tabia nzuri ndani ya nyumba. Hata mzazi amwambie kitu, mtoto ajali. Mtoto anakuwa kama vile anaona mzazi ni mtu ambao ni mtu bure. Anaona mzazi wake kama mzazi afai. Anakuwa anachukulia mzazi wake kama mtu kawaida, kama rafiki yake. Na ndio maana watoto wengi wanakufa na laana. Watoto wengi wako nakufa na laana bila kujua. Watoto wengi wanapata laana bila kujua laana ametoa wapi, kwa sababu unaposhindwa kusikiliza mzazi wako,
umeshindwa kusikiliza baba yako na mama yako, popote pale kwenye utaenda hautakuwa na baraka. Mimi nawaambia ukweli, popote pale ambapo utaenda baraka zitakuwepo. Hata wewe umesoma sana, hata umekuwa wewe ni mtajiri mkubwa sana, ule utajiri wako utakuwa hauna thamani, au utajiri wako utakuwa utajiri ambao hauna baraka kwa wazazi. Kwa hiyo watoto, mjaribu kusikiliza wazazi wenyu ndani ya nyumba. Na wivu muache. Wivu ni kitu kibaya sana. Wivu ni mbaya sana. Wivu, fitina, roho ya chuki. Unakuwa na roho ya chuki ndani ya nyumba, kuchukia ndugu yako. Unachukia ndugu yako, unachukia dada yako, unachukia kaka yako. Unakuwa unachukia dada yako ndani ya nyumba. Dada yako unamchukia, asinulie vitu vyovyote vile. Unakuwa unachukia hata kaka yako ndani ya nyumba. Kaka yako asinulie chochote kile ndani ya nyumba. Watoto wa siku hizi wamekuwa magaidi sana. Watoto wamekuwa wezi ni wenyewe, wanaiba ndani ya manyumba, na wanaiba na wanasema, wanapoiba unapowauliza wasemi ukweli, wanadanganya. Wameshakuwa na ile roho ya Kaini ndani zao, wameshakuwa na roho ngumu, kwa sababu mtoto anapoiba kama asemi ukweli, kama we mzazi unapomuuliza mtoto, umeiba hizi pesa wala umeiba vitu fulani ndani ya nyumba, mtoto anasema mimi sijaiba, na kati yeye ndo ameiba. Watoto wamekuwa na roho ngumu sana ndani ya manyumba. Watoto wa Ulaya wamekuwa na roho ngumu sana, na ndio maana wako nafikia kwenda kuzeekea jela. Wanazeekea jela watoto, wanazeekea jela watoto, na wengine wako naenda kuuawa mara moja, kwa sababu watoto hawataki kusikiliza mashauri tena, na hawataki kusikiliza wazazi wao ndani ya manyumba, na hawataki kutekeleza mzazi. Mtoto unakuta yeye ni yeye tu, mtoto anajiona yeye ndio kila kitu. Watoto wameshangaza sana wazazi wanalalamika usiku na mchana, mshaurie watoto wameshatushinda, watoto hawataki kusikiliza tena mzazi. Watoto wamekuwa ni watoto ambao ni magaidi, kwa sababu unaposhindwa kusikiliza mzazi wako, ina maana wewe ni mgaidi, kwa sababu hausikilize mzazi. Watoto, mjaribu kusikiliza wazazi, mjaribu kuwa wanasikiliza wazazi wenyu. Wazazi wenyu ndio wamewaleta hapa duniani. Bila mzazi haungi kuwepo, na mzazi angefunga miguu yake kipindi ameenda kukuzaa wewe. Mzazi akawa amefunga miguu, akawa ameweka miguu yake hivi, ungekufia ndani ya tumbo, ungekufa. Kwa sababu mzazi angefunga miguu yake hivi ili wewe usitoke, ungekufa. Kwa hiyo watoto, mjaribu kusikiliza wazazi, msikuwe na roho ya Kaini, msikuwe na roho ngumu. Hizo roho ngumu ndio zinawaangamiza, roho mbaya, roho ya kukosa kusikiliza wazazi, roho ambayo ni roho mbaya sana. Watoto wamekuwa magaidi, watoto ambao hawana tena ni watoto ndani ya nyumba, wanakuwa na jiona wao ni wao ndio kila kitu, na ndio maana wanafikia hatua kwenda na wanauana hata mitaani, wanaenda naiba vitu vya watu ndani mitaani, wanapora hata watoto wa siku hizi wanaboma hata manyumba za watu, watoto wa siku hizi, kwa sababu watoto wa siku hizi wamekuwa magaidi vya hatari sana. Mtoto anafikia kuua hata ndugu yake, mtoto mdogo tu, haiko eti mtoto mkubwa sana, miaka 15 kuendelea, miaka 10 mtoto wa miaka 10 iko na uwa ndugu yake. Mtoto wa miaka 10 tu anaua ndugu yake, anaua ndugu yake, mtoto wa miaka 10.
Kwenye dunia tunaanza kuona vituko vya kila aina, vituko vya kila aina. Haiko tena wale mtoto wa miaka 18, 20 wala 40 ndio anauana. Mtu wa miaka 35, mtu wa miaka 45, 50 ndio anauana. Sasa hivi watoto wadogo sana wanaua watu wazima. Unakuta mtoto wa miaka 9 ameshajua vitu vingi sana ambao wewe mzazi hujui. Mtoto wa miaka 10 ameshajua vitu vingi sana ambavyo wewe haujatarajia kuvijua. Mtoto wako ashajua vitu vingi sana ambao haujui. Mtoto wako ameshavijua. Ndio maana watoto wa siku hizi wako wanauana. Mtoto anatembea na visu, mtoto unakuta yuko anatembea na kisu mitaani. Akiwa na bifu na mtu wote ule anaanza kaua. Kama kipindi kile niwahi kuletea taarifa za Uingereza, jamaa mmoja alikuwa anapeleka mtoto wake shule, amekutana kijamaa na akakutana mtoto mdogo njiani, mtoto tu wa miaka 11 hivi, ameua mtu mzima. Amempiga visu, akampasua visu mtumbo, kwenye mbavu, kwenye kichwa, pasi yote ampiga visu. Jamaa alikufa. Jamaa mmoja alikuwa anatoka kwenye nchi ya huko Nigeria, amekufa kwenye nchi za Ulaya. Nishawahi kuletea hizo taarifa tena. Alikufa jamaa. Kuja kuangalia mtoto ambaye amemuua ni mtoto mdogo tu wa miaka 11. Mtoto wa miaka 11. Unajua kwenye nchi za Ulaya mzungu hata afanye kosa yoyote hawezi kafungwa. Mzungu hafungwi kwenye nchi yao. Hata umekosea mzungu namna gani, mzungu hawezi kafungwa. Watampeleka kule, siku chache tena wanamrudisha nyumbani kwake. Wanampeleka tu polisi, wanaenda kumhoji, watamhoji polisi kidogo, siku chache wanamrudisha. Lakini ukiwa wewe mtu mweusi haurudi. Ukiuana kwenye nchi za wazungu, hukumu wako ni kuuawa. Hawatapeleka kule jela eti utarudia, utauawa na wewe pia. Kwa hiyo hao watoto wadogo hawa wanatembea na visu vya kuua hata watu wazima. Na ndio maana unapotembea mitaani, yani uwe makini sana kwa kutembea. Uwe unaangalia nyuma, unaangalia na mbele. Yani unapotembea, unapoona mtoto anapita karibu yako, unamtazama kwanza. Usiende tu kichwa tu, unaenda tu mbele kwa mbele. Hali imekuwa mbaya sana hata kwenye nchi za wazungu. Hali imekuwa mbaya sana. Hata kwenye nchi za wazungu watoto wako wanauana vibaya sana. Watoto wanauana hata kwenye nchi za wazungu. Yaani unapotembea ukuwe makini sana. Unaposema kuwa makini, usiwe unatembea mawazo yote unaelekea tu mbele tu. Unabidi unaangalia huku, nyuma, mbele. Unaangalia right, left. Yaani unaangalia sehemu kote, unaangalia huku na huku. Yaani unapoona watoto wanapita, unawaangalia kwanza wale watoto wanatembea aje. Sio tu mawazo yako uelekee kule ambao unaenda. Kama unatembea na miguu. Kwa sababu ukiwa busy eti unaelekea kule kwenye unaelekea, kutatokea mtu ambaye atakuja nyuma yako, anaweza kupata kitu kibaya. Juu dunia sasa hivi imechafuka. Haiko kama dunia ya zamani. Dunia sasa hivi imechafuka popote pale. Sio tu Afrika. Popote pale dunia sasa hivi imechafuka. Kama huyo mtoto ambaye ameoa dada yake huko Marekani, mtoto wa miaka 10, aliweka dada yake kwenye mashini na akaenda kuhakisha moto, umeme. Unajua umeme unakuwa na kausha hata mtu ndani, umeme na kausha hata mtu. Unakufa. Huyo mtoto aliua dada yake, alijikuta walikuwa yeye na dada yake ndani ya nyumba tu. Mama yake amemwacha tu kidogo, naenda kuchukua chakula, anaenda kuemea chakula hapa sokoni, niko narudi.
Kumbe ule kijana alishapangilia mipango ya kuua dada yake, kwa sababu mama yake alikuwa akipendelea ule dada yake. Huyo mtoto wa kiume ameambia mama yake, huko napendea dada yangu sana, unapenda dada yangu sana kuliko mimi. Mimi haunijali, haununulii nguo, haununulii chochote, hauko unanijali mimi. Unajali mtoto dada yangu, lakini mimi haunijali. Kumbe mzazi wake anakafikiria ni mchezo tu, kama vile watoto wanakuwa wanatania tu. Mzazi wake akuvichukulia kama kawaida, akamchukulia tu kama ni akili ya kitoto. Kumbe yule mtoto alikuwa iko mkweli, iko kiwazi. Kumbe yule mtoto wake alikuwa iko kiwazi, iko namwambia ukweli. Kumbe ashampangia dada yake ili amuue, dada yake akufe, yeye abaki pale. Sasa au anapendewa yeye. Sasa ndio akili ya utoto, auwe dada yake akifa, yeye ndio abaki sana anasimamia huko Marekani huko. Ayua dada yake. Mzazi alipotoka sokoni kuita dada yake ndani ya nyumba, jina fulani, fulani, uko wapi mtoto, fulani ndani ya nyumba. Mzazi kwenda angalia kwenye jiko kutazama, mtoto amekaukia humo, amekufa. Polisi kuja kuangalia nini, na huyo mtoto alimshika na polisi. Huyo mtoto akaambia polisi ukweli, mimi ndio niua dada yangu. Alisema ukweli. Wa polisi kipindi walikuja, huyo kaka yake huyo mtoto ambaye wa dada yake alisema wazi kwenye polisi, akaambia mimi ndio niua dada yangu, kwa sababu mama alikuwa iko napendelea dada yangu sana kuliko mimi. Yaani mtoto alikuwa na wivu. Huyo mtoto ambaye wa dada yake alikuwa na wivu sana ya dada yake. Alikuwa na chuki na dada yake, na wivu na tamaa. Unaona? Tamaa na wivu alikuwa iko navyo. Yaani hataki dada yake anunulie kitu fulani. Unaona? Hata wanapoanza kutumia chakula, anakuwa anaangalia dada yake na kijito. Yaani huyo mtoto wa kiume alikuwa na roho mbaya tu sana, Yaani tuseme alikuwa na roho mbaya sana, roho ya Kaini. Kama vile Kaini ayua ndugu yake. Unapoona wandugu wanauana, hiyo ni roho za Kaini. Kaini ayua ndugu yake, ayua Abeli. Kwa sababu ya vitu vidogo tu ndio alisababisha auwe Abeli, Kaini. Kwa sababu unapokuwa na mtoto ambaye yuko na roho mbaya ndani ya nyumba, jaribu kumshauria. Kama mshauria, atakuja kuleta madhara mabaya sana ndani ya nyumba. Na kama asikii mashauri, fukuza huyo mtoto ndani ya nyumba. Toa huyo mtoto ndani ya nyumba. Na kama utampeleka jela, bampeleke jela, aende kaa jela hata. Juu kama mtoto hataki kusikia mashauri ya mzazi, na ni mtoto ambaye hataki kutekeleza mashauri ya mzazi, huyo sio mtoto. Unaweza kufukuza, kwa sababu hafai kuwa mtoto. Sasa mtoto hawezi kuwa ndugu yake. Wapendwa, kabla tujendelea, naomba usikose kulike video hii, usikose kucomment, usikose kushare video kwa kila ndugu yako, share video, usikose kusubscribe, kwa sababu unaposubscribe video zote tutakuwa nazipata zote. Kila taarifa yote tukileta, tutakuwa tunakushia taarifa za kila aina, taarifa za moto tena za ukweli. Usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kucomment, usikose kushare kwa ndugu yako. Share kila ndugu yako, share video kwa kila ndugu yako. Share video. Usikose kwenda ku YouTube yetu. Uende ku YouTube, tunatoa video baada ya wiki mbili au wiki 3. Video mpya tutakuwa tunazitoa baada ya wiki 2 au wiki 3. Utapata video mpya.